Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kwanza kabisa niwashukuru waandishi wa habari kwa kuitikia mwito wetu na kuwa na sisi hapa katika uzinduzi huu wa Sauti za Dhahabu. Mara nyingi hapa Tanzania watu wanaifahamu Tanzania kwa sababu ya Qur'an. Yani mtu akisikia nchi ya Tanzania anaisikia Qur'an. Na hili jambo tulikaa chini sisi kama Africa TV tukasema Tanzania inajulikana, yani ukiingia mitandaoni kidogo unaweza ukakutana na stadium imejaa, unaweza ukakutana na mtu anasoma Qur'an, na bilmunasaba hata katika mashindano makubwa ya kimataifa huko nje huwezi kukosa mshiriki kutoka nchi ya Tanzania. Ni wanawapataje hao wawakilishi wa nje? Haya yote ni mambo ambayo vyombo vya habari havijaingia ndani zaidi, vikachimba vikaangalia ile juhudi ambayo inafanywa mpaka sisi tunakuja sasa tunakaa kwenye stadium, tunafurahi, tunasikiliza sauti tamutamu za Qur'an. Sasa Africa TV ikasema ndio tufanye jambo ambalo litaonesha hizi juhudi, lakini pia tukaangalia mara nyingi ambao ni walengwa ni watu ambao kwanza wamehifadhi Qur'an, ambao ni wakubwa, ambao wanajitambua, tuseme ambao wameshabaleghe. Mara nyingi ikitokea mashindano inatokea ya kuhifadhi na ambayo watu ambao wameshabaleghe wakubwa, ingawa wapo washiriki wadogo ambao wanakuwepo kwenye mashindano. Kwa hivyo tukaona upande wa hifdhi, mashallah, yani hakuna juhudi ambayo haijafanywa nchini kuhusiana na kukihifadhi kitabu kwa upande wa hifdhi. Yani mashindano yamekuwa mengi, walillahi alhamd. Ikiingia Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani ni mashindano tu, mashindano mpaka unasikia raha ile ya Qur'an, yani unasikia raha. Lakini sasa tukaja tukaangalia, je, upande wa wazee kwa ambao hawajahifadhi Qur'an, labda tutafanya mashindano? Naam, watu wamekuwa, Sheikh Kishki hapa amewahi kufanya mashindano ya wazee ambao wanaisoma Qur'an na ilikuwa mashindano mazuri. Tukaja tukaangalia wanawake, nao pia walillahi alhamd, kina Sheikh Kaporo wamefanya mashindano ya wanawake tu kwa ajili ya kuhifadhi kwa wanawake, yamefanyika. Sisi tukasema tulenge watoto wadogo, tulenge watoto ambao hawajabaleghe. Hawa watoto kwa nini tumewalenga ili kufanya mashindano haya ya kusoma Qur'an? Tumesema sisi mara nyingi kizazi tulichonacho sasa hivi bado hakijafikia yale matarajio ambayo mujtama wa Kiislamu unahitaji. Mara nyingi vijana sasa hivi ukimkamata kijana ukamuuliza mambo kuhusu mpira atakujibu moja kwa moja bila wasiwasi wote. Ukamuuliza mambo labda upande wa usania naweza akakujibu yakaa vizuri, lakini ukija ukimuuliza umehifadhi mara ngapi, umehitimisha mara ngapi Qur'an, umeisoma mara ngapi, kwa kuiangalia tu anaweza kukwambia tangia nikiwa madrasa. Labda wanaojitahidi Ramadhani wanahitimisha Qur'an, lakini ni jambo ambalo kidogo limekuwa limesauliwa. Sasa sisi tukasema tuje na haya mashindano ambayo ni ya watoto wadogo ambao hawajabaleghe. Mtoto mdogo yoyote ambaye hajabaleghe, huyu ndo ambaye tunamtarget sisi, ambaye tunataka ashiriki katika mashindano haya ya Sauti za Dhahabu. Kwa nini watoto wadogo? Kwa sababu tunataka tuwajenge hawa kina Sheikh Kishki na Sheikh Kaporo, wakifikia umri mzuri wakihifadhi, wanapokelewa tayari, kuna watu watawapokea kule, wataendelea kudili nao. Sisi tunataka na huku chini tuwajenge vizuri, kule juu ushindani uzidi, watu wapate tabu zaidi, tumchague nani safari ya wakilishe Tanzania. Kwa hivyo tunataka tuwapike hawa chini. Tukaja tukaangalia tufanye hifdhi ama tufanye kwa kuangalia watoto wengi wadogo. Hifdhi bado sisi katika nchi zetu hizi mpaka mtu afanye hifdhi ahifadhi, mara nyingi inakuwa ameshafikisha miaka 15 20 huko ndio anakuwa amehifadhi. Ni wachache ambao wanahifadhi wakiwa kwenye umri mdogo. Kwa hivyo tukasema hapana, tufanye mashindano ya kusoma Qur'ani. Sisi tutakuwa tunaangalia zaidi sauti nzuri, tajwidi, sawa, namna gani anavyoisoma Qur'an kwa njia nzuri.
Kwa hivyo watoto wadogo wenye sauti nzuri ambao tunataka tuwafanye. Kwa nini tumeanza na Dar es Salaam? Kwa sababu ni msimu wetu wa kwanza. Lengo letu tufanye mashindano makubwa ya Tanzania nzima na Afrika Mashariki inshallah, Mwenyezi Mungu akitoka hai na uzima. Lakini sasa hivi kwa sababu ni msimu wa kwanza, tunaanza na hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam tutaanza na jambo zima la kuhakikisha ya kwamba tunamtafuta msomaji mzuri wa Qur'an. Akifunguliwa popote akiambiwa soma, basi tutakuwa tunasikia sauti nzuri ambayo unasema mtoto mwenzake akiwa anamsikiliza anasoma Qur'an, naye pia anasema mama, baba, mimi mwakani nataka nifike pale. Na huyo ambao watashiriki, ambao watakuwa wamejiona wanaweza, lengo letu sisi wakihifadhi hichi kitabu, ile ari ya kuhifadhi Qur'an, bana mikumbe kusoma najua niko vizuri, sasa acha nianze kuhifadhi Qur'an kuanzia mdogo, kabla hajabaleghe aanze kutamani kuhifadhi. Ambao wale watoto ambao wamejisahau wanapata tabu kuisoma Qur'an, wakiwaona wenzao namna wanavyosoma Qur'an, basi tunataka tutengeze kizazi kinachokuja ambacho mtoto akikaa hivi saa zote unamwona anatwali, hata bila kuambiwa, saa zote unamwona anatwali. Kwa sababu gani? Ana lengo lake, mimi inshallah mwakani watanitambua hawa. Hilo ndo ambalo tunalitaka kutoka kwa watoto hawa wadogo. Ndipo sasa sisi tukaja na mashindano haya. Nielezee kwa kifupi tu utaratibu wa mashindano utakavyokuwa. Mashindano kawaida yanaanza na mchujo, na utofauti wetu pia na mashindano haya mengine, mara nyingi mashindano yakifanyika mtu analenga kilele. Sisi katika mashindano haya tunataka tuyafanye kwa njia ya kipindi, yani tunasema ni Quran Star Search, sawa? Yani tunataka tutengeneze kipindi ambacho kuna majaji, mtoto anasoma Quran, haimbi, sijui asomi mashairi, kuna majaji, alafu mwenye talanta ya kuisoma Qur'an anakuja anaonyesha talanta yake mbele ya majaji, alafu majaji wataamua huyu anasonga mbele ama hasongi mbele. Nadhani hapo itakuwa nimeeleweka ninapozungumza hivyo. Kwa hivyo tutakuwa na takriban hatua ama level 4. Level ya kwanza tutaifanyia misikitini. Tumechagua misikiti ndani ya Dar es Salaam takriban 5 ambao tutakuwa ndo tunafanya michujo yetu. Watoto ambao hawajabaleghe yoyote anaruhusiwa kushiriki, na anaweza kushiriki ima kupitia shule yake, kutakuwa na fomu zinawafikia, na ndio maana tupo na washirika ambao nitawataja baadaye. Unaweza ukachukua fomu kupitia njia ya nambari zetu za WhatsApp ambazo pia zitasomwa na mtazipata wanahabari. Mtu akiweza moja kwa moja kujaza fomu, atapigiwa simu, ataambiwa wewe kama unaishi sehemu fulani, basi tarehe fulani njoo katika msikiti fulani. Kwa mfano inshallah sisi tunatarajia tarehe 1, Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima, tutakuwa Masjid Kichangani mara ya kwanza kabisa tarehe 1, yani ule mchujo utaanzia rasmi Masjid Kichangani tarehe 1 Jumamosi biidhnillah inayokuja. Kwa hivyo tarehe 1 tutawalenga watu wa Kinondoni na Ubungo, watoto ambao wanaweza kuisoma Qur'an. Watakuja pale, watasajiliwa, watakaa mbele ya majaji watakuwa wanawasikiliza, wakupitishwa na pitishwa ambao hajapitishwa, na itakuwa ni tofauti na kuwa ile userious mwingi, kwa sababu hao ni watoto. Majaji watakuwa na uwezo wa kupiga story na yule mtoto, vipi, uko salama, paka anajikuta yuko vizuri, kisha baadaye ndo anaanza kumwambia haya, tufungulie, soma kuanzia aya fulani mpaka aya fulani. Kwa hivyo tutafanya misikiti 5, msikiti wa Kichangani ambao tutaanza nao, tutafanya Masjid Taqwa Ilala insha Allah, tutafanya Masjid Mji Mwema Kigamboni, tutafanya pia tumeamua kufanya Masjid Bakhresa, na vile vile tutamalizia insha Allah na Masjid al-Hikma Nurul Hikma biidhnillah insha Allah. Kwa hivyo haya misikiti 5, watoto wote ambao wanatokea kwenye sehemu hizi Dar es Salaam wanaweza wakaja. Tumegawanywa kwa ajili ya wilaya. Kwa hivyo watoto wote ambao hawajabaleghe, mabinti na wa kiume, wote wanaruhusiwa kuja, watashindanishwa. Baadaye majaji watachagua
watoto 70. Majaji katika hii level ya kwanza, baada ya kutembea misikiti yote, watachagua watoto 70 ambao watavuka, watasema hawa ndio wameingia kwenye level inayofuata. Hawa watoto 70 baada ya kuwa wamemaliza, tutachagua sasa venue nyingine, tutaanza tena mchujo, na itakuwa mambo haya yote tunayaonesha kwenye Africa TV namna mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo hawa watoto 70 tutawapitisha, watakwenda majaji, watakaa nao tena, watawachuja tena. Kwenye 70 tutatoa, watabaki 30 peke yake. Baada ya 30, hii 30 tunaita kama ndio nusu finali. 30 hii tutawachukua, tutawapeleka sasa kwenye studio, ambao sasa watakuwa wanashindanishwa kwenye studio kabisa. Watakuwa 30. Hawa 30 mtanange tunatarajia utakuwa mkubwa zaidi. Hawa 30 wakishavuka, majaji watatupatia 6 bora katika 30, watatupatia 6 bora. Hawa 6 bora ndo wanaingia grand final. Tutafanya hii sasa, itakuwa ni live. Tutawaita tena, jamani, tuna jambo letu tarehe fulani kwenye holi fulani. Kwa hivyo tutakuwa na washindi 6 ambao watakuwa wameingia finali. Siku ya finali insha Allah tutatoa washindi watatu ambao tumewaandalia hadi sasa. Tumewaandalia milioni 10, ambapo mshindi wa kwanza atapata milioni 5, mtoto wa kwanza. Mtoto wa pili atapata milioni 3, mtoto wa tatu atapata milioni 2. Hawa ni wale washindi wa kwanza watatu ambao watashinda. Bila shaka kuna zawadi zingine ambazo tutapatia za watoto. Naweza akapatikana simu, unaweza kapata laptop, naweza akalipiwa ada mpaka atakapomaliza, kwa namna tutakavyoamua bidhni. Lakini kwa sasa pesa taslimu ya milioni 10 ndio ambayo itagombaniwa kwa hawa watoto ambao wanaojua kusoma Qur'an. Kwa hivyo tunataka tujenge hiki kizazi, mtakato ndio huo mpaka tunafika finali, na tarehe 1 Jumamosi. Na bila kusahau tutakuwa tunafanya siku hizi za Jumamosi na Jumapili, kwa sababu hizi siku zingine inakuwa kidogo watu wako shule na nini. Kwa hivyo Jumamosi tutakuwa msikiti wa Kichangani, Jumapili labda tunaweza tukawa msikiti wa Ilala Taqwa. Tutakuwa kila Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili, ndio itakuwa tunafanya mchujo wa hawa watoto. Kwa hivyo kama una mtoto wako hajabaleghe, binti wa kiume, Jumamosi na Jumapili ukifuatilia, na tutakuwa tunatangaza kwenye misikiti tofauti tofauti, unamwambia mwanangu, piga msasa kwenye kiraa chako ili ukashindane, nione unaweza ukawa vipi katika upande wa Qur'an. Kwa hivyo mpaka mwishoni tutapata washindi watatu kama nilivyotangulia kusema. Na kila tukifanya, kwa mfano Kichangani tukishafanya siku ya kwanza, ili kianze kuruka kipindi, inshallah tunatarajia kitaanza kuruka hewani, yani watu wataanza kukiangalia tarehe 15. Tunaanza tarehe 1, lakini urushwaji wa kipindi, watoto kujiangalia kwenye TV na kuona namna watakavyokuwa, itakuwa ni tarehe 15 insha Allah, mwezi wa Agosti huu unaoanza. Tarehe 15 tutaanza, na itakuwa pia tunarusha Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 1 mpaka saa 2. Saa 1 mpaka saa 2 inshallah itakuwa tunapatikana pia katika mitandao yetu ya kijamii. Kipindi kitakuwa kinaonekana. Kwa hivyo kwa kifupi, hiyo ndo namna mchakato utakavyokuwa wa haya mashindano ya sauti za dhahabu. Na kweli kabisa tunaitafuta sauti za dhahabu, na haya yote sisi kama Africa TV hatuwezi kuyafanya bila kuwa na washirika pembeni ambao wanatushika mkono, ambao wanatuongoza, ambao wana experience na mambo haya. Hawa ndio ambao tunataka watuongoze sisi katika kuyafikia haya mambo. Watoto vifaa tunavyo, tuna idea tunayo, lakini watoto tunawatoa wapi? Ndio maana tukawa na watu wetu ambao wako bega kwa bega na sisi, tukianzia na Sheikh Kishki hapa atakuwepo na sisi. Kama upande wa Al-Hikma tuna experience yake ambao tunaweza tukapata. Kuna watoto atatupatia, atatusaidia kwenye mambo mingi kwa sababu wao ni watu ambao wamefanya kwa miaka mirefu. Vile vile Sheikh Othman Kaporo, yeye pia naye experience yake ni kubwa sana, na tayari ameanza kutupatia mambo mengi katika upande wa kutafuta watoto
walillahi alhamd. Yani hawa lazima twende nao bega kwa bega, ili kuhakikisha kuwa bana, tunapokosea fanyeni hivi, watupatie muongozo, watuoneshe na dira ile ya kwenda, ili tuweze kupata. Vile vile bila kuwasahau, tuna wenzetu wa TIPSO ambao pia wapo hapa kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba wanatusaidia kuwapata watoto ndani ya mashule, kwa sababu katika shule hizi hasa Islamic schools tuna uhakika kuwa wana sehemu ambazo wanafundisha Qur'an, wana walimu wa Qur'an, wanao wanafunzi ambao wanasoma vizuri. Kwa hivyo TIPSO nao tumewaambia njooni, sisi tunaunganisha watu wote hawa wadau wa Qur'an, ili tuhakikishe kwamba hili jambo tunalitendea haki. Kweli ni mara yetu ya kwanza, lakini lazima tusome kutoka kwa wenzetu ambao wamelifanya zaidi na wana experience zaidi nalo, na ndio maana tunakusanya pamoja ili tupate ile nguvu moja ya kuliendea hili jambo. Nadhani mpaka hapa nitakuwa nimemaliza katika upande wangu, Sheikh Mfaume, kuelezea jambo hili la Sauti ya Dhahabu. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.